of course makundi mengi ya upinzani manake yako kadha, Jemo Linda Mwananchi pamoja na United Opposition ametangaza mipango ya kuweza kuandaa maandamano baadaye mwezi huu ili kuweza kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya vijana wa Gen Z Juni 25 Juni mwaka jana, Juni mwaka huu mwingine ambao ulipita wa 2024. Makundi hayo pia kiendelea kuweza kuishinikiza serikali kulipa fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya awali. Serikali tayari imetenga bilioni 2 kwa bajeti ya mwaka huu wa kifedha ambao unakuja 26-27 kwa ajili ya fidia hiyo kuelekea maadhimisho ya Juni 25. Lakini pia viongozi wa upinzani wakiongozwa na Justin Muturi ambaye alikuwa spika wa bunge la kitaifa, alikuwa wakati mmoja mshauri wa rais kuhusiana na mambo ya sheria, ni mwanasheria mkuu, wamewataka wabunge ambao wanashirikiana nao katika bunge la kitaifa kuuchunguza kwa makini mswada wa fedha mwaka 2026 wakati ambao utangazia mambo ya kuweza kuwasilishwa bungeni. Muturi akiwaambia kwamba wapinge mswada huo kwa ujumla wake hata kama watakuwa wachache dhidi ya wabunge wanaunga mkono serikali, akisema hatua hiyo itawaweka katika upande ambao ni sahihi wa kihistoria zaidi ya kuweza kuangazia mambo ya kuweza kuweka upande sahihi wa kihistoria. Ni swala ambao ameangazia kwamba mwaka 2027 wakati wa kura wataulizwa ulikuwa upande gani wa kuweza kuangazia kupitisha. Unajua msikilizaji, baadhi ya mambo mengine ni maoni yangu tu. Pesa lazima ipatikane ya kuweza kufadhili bajeti hata iwe ni ngapi msikilizaji. Lazima michakato iweze kuangaziwa.